Leo tunafahamu safari ya Papa Francis mpaka kifo chake. Karibu. Papa Francis, ambaye jina lake halisi ni Jorge Mario Bergoglio, alizaliwa tarehe 17 Desemba 1936, Buenos Aires, Argentina. Alikuwa papa wa 266 wa Kanisa Katoliki na papa wa kwanza kutoka Amerika Kusini, wa kwanza kutoka shirika la Wajesuiti na wa kwanza kutumia jina la Francisco Francis, baada ya kuchaguliwa kuwa papa mnamo 13 Machi 2013. Maisha ya mapema na upadre. Bergoglio alikulia katika familia ya wahamiaji wa Kiitaliano na alijitolea kuwa mtaalamu wa kemia kabla ya kujitosa katika huduma ya kidini akiwa na umri wa miaka 21. Aliingia shirika la Wajesuiti mwaka 1958 na alikamilisha masomo yake ya falsafa na teolojia. Alifanywa kuwa padre mwaka 1969 na baadaye kuwa mkuu wa shirika la Wajesuiti nchini Argentina. Uaskofu na upapa. Aliwekwa kuwa askofu mkuu wa Buenos Aires mwaka 1998 na alichaguliwa kuwa kardinali mwaka 2001. Katika kipindi chake cha uongozi alijulikana kwa mtindo wa maisha wa unyenyekevu, kujitolea kwa maskini na juhudi za kukuza umoja kati ya madhehebu mbalimbali. Alikuwa na ushawishi mkubwa katika masuala ya kijamii, mazingira na haki za binadamu. Afya na kifo. Katika miaka ya baadaye, Papa Francis alikumbwa na changamoto za kiafya, ikiwa ni pamoja na upungufu wa damu, matatizo ya mapafu na shinikizo la damu. Mnamo Februari 2025, alikumbwa na homa kali ya mapafu na alilazwa hospitalini kwa matibabu. Alirudi nyumbani mwezi Machi, lakini afya yake iliendelea kudorora. Tarehe 21 Aprili 2025, akiwa na umri wa miaka 88, Papa Francis alifariki dunia katika makazi yake ya Santa Marta mjini Vatican kutokana na kiharusi kilichosababisha kifo cha moyo. Vatican ilithibitisha kifo chake na kusema alifariki dunia kwa amani. Mazishi na heshima. Mwili wa Papa Francis ulihifadhiwa katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kuanzia tarehe 23 Aprili 2025, ambapo maelfu ya waumini walikusanyika kutoa heshima zao. Mazishi yake yatafanyika tarehe 26 Aprili 2025 katika kanisa la Santa Maria Maggiore, akifuata mapenzi yake ya kuwa na mazishi ya unyenyekevu. Urithi. Papa Francis atakumbukwa kwa mtindo wake wa maisha wa unyenyekevu, juhudi za kukuza amani, haki za kijamii na mazingira. Alikuwa na ushawishi mkubwa katika kuleta mageuzi ndani ya Kanisa Katoliki na alijitahidi kuwa sauti ya maskini na waliotengwa katika jamii. Kwa sasa, Kanisa Katoliki linaingia katika kipindi cha maombolezo na mchakato wa kumchagua mrithi wake kupitia mchakato wa conclave, ambapo makardinali watakutana kwa siri kuchagua papa mpya.